Katika klipu yangu iliyotangulia nilikuletea unabii wa Juda bin Samueli ambao ulitimia kwa asilimia 100, tena katika namna ya kushangaza sana, kwamba nyakati za mwisho zingeanza mwaka wa 2017, na sisi ni mashahidi. Tangu 2017 mpaka sasa yako mambo mengi sana ambayo yametokea katika taifa la Israeli. Na tusisahau kwamba Yesu alituambia tukitaka kujua siku za mwisho zinakuja kujaje, ni lazima tujifunze kutoka taifa la Israeli au mtini. Siku ya leo nataka nikuletee tena unabii wa mtu mwingine aliyejulikana kwa jina la Rebe, mtu aliyekuwa maarufu sana katikati ya taifa la Israeli miaka ya 1900. Mtu huyu katika mwaka ule wa 1984 akiwa kule Marekani alikutana na kijana wa Kiyahudi Benjamin Netanyahu. Wakati ule alikuwa ni kijana mdogo wa miaka 34, akiwa ni mwakilishi wa Israeli katika Baraza la Umoja wa Mataifa. Katika mkutano ule mzee Rebe aliongea na Benjamin Netanyahu mambo matatu. Jambo la kwanza, alimwambia kwamba unaingia katika nyumba ya giza, kwa hiyo hakikisha kwamba unawasha mshumaa wa haki. Alikuwa anamaanisha nini? Alikuwa anamaanisha kwamba Baraza la Umoja wa Mataifa ni nyumba ya giza. Nyumba ya giza kwa sababu wajumbe wengi wa UN wanaipinga Israeli. Kwa hiyo alikuwa anamtahadharisha kwamba ahakikishe anaitetea Israeli katika Baraza la Umoja wa Mataifa. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, alimwambia kwamba angepigana na watu 119. Tafsiri ya watu 119 ilikuwa inamaanisha kwamba alikuwa anamtabiria kwamba angeingia katika bunge la Israeli na kuwa kiongozi huko. Na kweli miaka michache baadaye Benjamin Netanyahu aliingia bungeni na kuchaguliwa kuwa waziri mkuu wa kwanza kijana kabisa katika taifa la Israeli. Alipata upinzani mkubwa sana bungeni, lakini aliendelea kuwa kiongozi. Upinzani ulizidi na baadaye wakamtoa, na baada ya kumtoa alirudi tena mara ya pili, akapata upinzani vile vile wakamtoa, lakini baada ya kumtoa kwa muda mfupi sana akarudi tena. Kwa hiyo safari alionayo sasa ya kuwa waziri mkuu ni awamu ya 3. Kwa hiyo hii unabii ule ukatimia ya kwamba angepingana na watu 119, ambao kimsingi hao watu 119 ni wabunge wa bunge la Israeli ambao wako jumla yao 120. Sasa ukimuondoa yeye, ina maana kwamba wale wengine ni 119. Kwa hiyo ule unabii wake ulitimia. Sasa jambo la tatu ambalo alimwambia hivi kwamba yeye Benjamin Netanyahu ndiye angekuwa kiongozi wa mwisho wa taifa la Israeli kabla ya Masihi kutokea. Kwa hiyo alimwambia kwamba wewe utakuwa kiongozi wa mwisho na wewe ndiwe utakayemleta Masihi, yani Meshiach kwa Kiebrania. Sasa mambo yanayoendelea katika taifa la Israeli sasa, na sisi tukiwa tunaangalia ni mashahidi, kwa kweli inashangaza sana. Benjamin Netanyahu ndiye amekuwa kiongozi shupavu sana kuliko wengine wote, mwenye ujasiri wa ajabu, na mimi ninaamini kabisa ya kwamba anakumbuka maneno ya mzee Rebe aliyomtabiria mwaka ule wa 1984, na hicho ndicho kinachompa ujasiri wa kuendelea mbele. Sasa swali la kujiuliza ni kwamba je, ni kweli Benjamin Netanyahu ndiye atakayemleta Masihi? Mimi na wewe hatujui, lakini ni jambo la tahadhari sana. Ni jambo la tahadhari sana kwamba tunaishi katika siku za mwisho kabisa za enzi ya kanisa, ambayo katika kalenda ya Mungu nimezungumza mara nyingi kwamba kanisa limepewa miaka 2000 hapa duniani, na kwa kweli miaka hiyo 2000 inakaribia mwisho kabisa.
Sijui kama uko tayari kwa ajili ya ujio wa Yesu wakati wowote kuanzia sasa, maana siku zimekwisha. Endelea kujiandaa, lakini endelea kushirikisha watu wengine ili wawe tayari kwa ajili ya ujio wa Yesu. Mungu akubariki sana.